So today we are going to learn about how to give IM injection. Kuna sehemu tofauti tofauti ambazo mara nyingi huwa tunakuwa tunatoa dawa kwa kupitia misuli. Kuna aina misuli ya sehemu tofauti tofauti. Naomba mniambie ni maradhi gani yanaweza kuleta athari katika mji wa mimba. UTI sugu inaweza kuharibu mji wa mimba. Urinary tract infection mara nyingi pia huathiri ukuaji wa mtoto katika tumbo la mama mjamzito. Sasa kutoka pale wiki ya 3 mpaka wiki ya 8 atakuwa anaitwa embryo. Kutoka wiki ya 8 sasa mpaka mama atakapojifungua, hichi kiumbe kitakuwa kinaitwa fetus. Umeona? Sasa from there, kabla sijafika huko, wiki ya 16 mpaka wiki ya 20, mtoto atakuwa anacheza tumboni. Atakuwa anafanya quickening. Yaani atakuwa anacheza miguu, mikono, anampiga mama, na mama atasikia kabisa kwamba mtoto yule anacheza. Tone la manii, tone la damu, mfumo wa uundwaji wa nyama na mifupa. Hivi unadhani vile vitu bila kupuliziwa roho pale kweli kutoa mimba ni dhambi? Yaani ninyi wote mmekaa hapa kwa ajili ya kujadili ufalme wa Mungu na sayansi. Ni vitu viwili visivyoendana. Habadani hasilani. Ndio maana hata madokta hawawezi kuzuia umauti hata siku moja. Kwa hiyo sioni sababu ya kuendelea kukaa na kujadili vitu visivyokuwa na maana.